Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Amani ya ulimwengu inadaiwa kupotezwa na mataifa ya magharibi yakiongozwa na Marekani. Hali ya amani ulimwenguni inazidi kubadilika kila kukicha na inapotea. Hii ni kutokana na namna ambavyo mataifa magharibi baada ya kumalizika kwa ukoloni na mataifa mengi duniani kukataa ukoloni mamboleo, wamekuja na njia nyingine za kuipoteza amani. Wengi wameitazama Marekani na namna ambavyo imekuwa na ubabe kwa muda mrefu na kutengeneza mazingira ya kupoteza amani katika mataifa mengi ulimwenguni. Marekani imetengeneza mazingira ya kutumia nguvu kubwa katika kutafuta rasilimali. Lakini kumbukwe, Marekani ambayo haikufanya ukoloni sasa ndio ambayo inatajwa kwa kiasi kikubwa kutengeneza kile kinachoitwa ukoloni mamboleo, kwa maana kutumia rasilimali za mataifa mengine kwa kutumia nguvu kubwa, lakini kwa kutumia ubabe. Marekani ilijiwekeza sana katika uchumi wakati wa vita vya kwanza na vya pili vya dunia, lakini haikutaka kuwa na vita nyingi, lakini sasa inajiingiza katika vita ambavyo havina msingi wowote. Kwa miaka mingi Marekani imetumia nguvu yake kuyakandamiza mataifa masikini na mataifa yenye nguvu ndogo. Marekani imeshirikiana kwa kiasi fulani na mataifa ya magharibi, kwa mfano Ufaransa pamoja na Uingereza, katika kutafuta rasilimali katika bara la Afrika na kwingineko. Huko Afrika Magharibi, Marekani ilikuwa na majeshi ya kutosha katika mataifa kama vile Mali, ikidai kwamba inaenda kulinda amani kutokana na uwepo wa makundi mengi ya wapiganaji. Lakini tofauti yake ni kwamba taifa hilo kupitia wanajeshi wake limeeneza makampuni ambayo yalikuwa kichimba mafuta pamoja na rasilimali zingine kuzipeleka nchini mwao. Hiki ndicho ambacho baadhi ya mataifa yalifanya mapinduzi na kuleta serikali za kijeshi, mfano wa Mali, Burkina Faso na Niger, ambapo moja kati ya mambo walioyafanya ni kuyatimua majeshi ya magharibi pamoja na yale ya Marekani. Hili pia bado limetengeneza vuguvugu kubwa, kwani mataifa hayo yaliamua kujiunga na upande wa pili ambao ulikuwa na tofauti na mataifa magharibi, kwa maana mataifa kama vile Urusi. Mataifa haya yanaonekana uchumi wao unazidi kuyumba, na uchumi huu unayumba kwa sababu yamekuwa yakipambana zaidi na mataifa kama vile Urusi. Kumbukwe, baada ya kuingia kwa janga la COVID-19 mataifa mengi yalishuka kiuchumi, lakini baadaye ikaibuka vita vya Urusi na Ukraine, ambapo mataifa hayo yalionyesha njia mbalimbali za kuweza kukabiliana na Urusi, na moja kati ya njia hizo ilikuwa ni kuhakikisha hawanunui bidhaa za kutoka nchini Urusi, na bidhaa kubwa hasa mafuta pamoja na gesi, licha kwamba hili lilikuja kuwa gharimu kwa kiasi fulani, kwani walikuwa wakitegemea zaidi gesi pamoja na mafuta ya bei nafuu kutoka nchini Urusi. Makampuni mengi, kwa mfano Ujerumani, yalifungwa, na ikumbukwe pia vita hivi, moja kati ya sababu zinazotajwa ni mataifa hayo ya magharibi kutaka Ukraine kuwa sehemu katika NATO, jambo ambalo Urusi hata katika mkutano wa Budapest ya mwaka 1994 ilikataa Urusi na kusema kwamba haiwezi kukubaliana na mpango wa mataifa jirani ambayo yalikuwa katika USSR kuwa sehemu ya NATO, kwani itahatarisha usalama wake. Hii imekuja kusababisha vita kubwa kutokea huko barani Ulaya, ambayo mpaka leo hii imechukua zaidi ya miaka 4 na bado inaendelea. Lakini ukiangalia katika maeneo mengine, Marekani imekuwa ikitumia vurugu zile zile kukabiliana na mataifa ambayo yamekuwa hayakubaliani na mipango yake. Huko Asia Magharibi tunatazama mataifa kama vile Syria, lakini pia Palestina na hata mataifa kama vile Iran ni moja kati ya maeneo ambayo bado yamekumbwa na mizozo mikubwa ya kibinadamu kutokana na mataifa ya magharibi. Kwa mfano, katika eneo la Palestina ambalo Israel, mshirika mkubwa wa Marekani, amekuwa akipigania kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha inateka maeneo zaidi, lakini imekuwa ikipewa nguvu kubwa kutoka katika mataifa ya magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani. Lakini pia kwa mfano katika taifa la Syria, baada ya mapambano makali ya kuondoa utawala wa Bashar al-Assad, jambo lililofanikisha kutokana na nguvu kubwa iliyotolewa na watu wa magharibi, baadaye Israel ikatumia nguvu ile ile kuendeleza mashambulizi na kuanzisha mashambulizi kuharibu miundombinu ya kijeshi nchini humo,
jambo ambalo pia lilikuja kusababisha mauaji ya raia. Lakini pia hata wakati huu Israel imebeba maeneo makubwa ya Wasiria, ikiwa ni pamoja na milima ya Golan, kwa maana ya Golan Heights. Kwa hivyo nchi hizi za magharibi, hasa Marekani, zinadaiwa kwamba kwa kiasi fulani zimesababisha hali kuwa ngumu katika ulimwengu, na hata kwa upande wa Afrika matatizo mengi ya kuvunjika kwa amani barani Afrika nayo pia yamekuja kusababishwa na mataifa haya ya magharibi, na hasa katika maeneo yenye rasilimali ndio ambayo yamekuja kusababishwa kutokea kwa matatizo haya. Mfano ni huko Somalia na mataifa mengine kama vile Libya na kwingineko katika bara la Afrika. Mataifa haya ya magharibi yametumia nguvu kubwa kuonyesha kwamba yanaweza yakafanya jambo na hatimaye kutengeneza mazingira ya propaganda kwa wananchi, na hatimaye wananchi kuingia katika maandamano na kuzikataa serikali zao na kusababisha taharuki na hatimaye kuanguka kwa baadhi ya tawala na kuuawa kwa viongozi. Mfano huko Libya ni kuuawa kwa Muammar Gaddafi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.